Uchaguzi kwenye OEF katika mji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliye kandidati wa DRCG Amoto ameweza kupokelewa na mabunge wa uwanja wa Francophonie, ambapo huko aliweza kuwafahamisha na kuwaonesha yaliyo maono yake akipita kama katibu mkuu wa OEF. Usafi katika mji mkuu wa Kinshasa. Gavana wa jimbo la Kinshasa Daniel Bumba ameagiza ubomoaji wa duka kando za Zando ama soko kubwa la hapa mjini Kinshasa. Haya ni kufuatana na operation ya barabara hayako soko. Makandidati wameweza kutoa jina kwa uchaguzi wa upresidenti kwenye milango zimefungwa za FECOFA baada ya kupokea ni makandidati 9 ambao wamepokelewa huko. Wafuataji wapenzi urefu wa habari. Taarifa za habari katika idara ya Kiswahili popote mpatikana hapo, wapendelevu wapenzi, acheni tuwakaribishe. Karibuni na amjambo. Nyumbani kwenu habari tutazifungua na habari ni communication ambayo imetolewa na utumwa wa ama utumishi wa umma ma fonction publique kama imeitwa kwa lugha la Kimombo, kufatana na control iliyofanyika katika mji mkuu wa Kinshasa wa gari. Kuna watu ambao wamekuwa wakiitumikisha vibaya ubao ama immatriculation kama imeitwa kwa lugha la Kimombo ya serikali STA kama imeitwa kwa kifupi. Kwa hiyo wameweza kutolewa kabisa angalisho kubwa kwa wale wote ambao wataweza kutimiza hiyo ubao bila kuwa wafanyakazi kwenye ofisi ama kwenye administration publique kama imeitwa kwa lugha la Kimombo. Kwa hiyo wameweza kutangazia ya kama mwenendo utaendeka kama inavyofaa toka kwa kibarua kilichotolewa kwenye katibu wa fonction publique ama secrétaire général. Ameweza kufahamisha ya kama itakuwa mingi zaidi yatakuwa yakitolewa na kibarua kitakayotolewa na kila mtu atakayepokea kibarua hicho kabla awe na kitambulisho kama mfanyakazi kwenye utumishi wa umma ama kwenye fonction publique, uwe pia na cheti ama carte ya kazi ama carte de service kama imeitwa kwa lugha la Kimombo. Pia vile uwe na kitambulisho kilichofahamisha kama unaweza kupokea huo ubao kufatana na gari lako. Pia vile na picha 2 ama photo passport 2 yatakuwa pia yakiombwa kwa kuweza kupokelewa kwa hivyo vibarua. Pia uwe na kibarua ama ambayo yameitwa copie de la feuille de route kama imeitwa kwa lugha la Kimombo, iwe pia umekuwa na kibarua hicho. Kwa hiyo angalisho zimeweza kutolewa huko kufatana na wale ambao wamekuwa wakitimiza kiolela hiyo ama kujita wafanyakazi kwenye serikali ijapokuwa hawako wafanyakazi kwenye serikali. Haya ni kufuatana na uchunguzi na utaratibu ulioendelea kufuatiliwa katika mji mkuu wa Kinshasa wa magari ambao ama control ya magari ambayo imekuwa ikifuatilishwa katika mji mkuu wa Kinshasa iliyoanzishwa toka kabisa karibu ni miezi zimepita, karibu miezi mmoja umepita ambao kazi hiyo imeendelea kufanyika. Na haya ni kwa kuweka utaratibu katika barabara na ili hizo gari ziweze zikaziweka kwa utaratibu na kununua vibarua vinavyostahili na kufanya pia ambao imeitwa control technique gisi inavyofaa. Kwa hiyo ofisi ya katibu mkuu wa fonction publique ameweza kutangazia atakayefungwa ataadhibiwa vikali sana. Taarifa za habari zikikomea, wafuataji wapenzi, jioni kwamba ni kandidati wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa uchaguzi wa katibu mkuu wa OEF wa Francophonie ambao ameweza kupokelewa na mabunge wa uwanja wa Francophonie. Wafuataji wapenzi, jioni kwamba huko aliweza kuwafahamisha yaliyo maono yake. Tufuate kwa urefu. Alielezea wanzo thabiti kwa wanabunge eneo lugha Kifaransa alipokuwa Canada, akisema kujenga urafiki mpya wa Kifaransa unaojengwa juu ya vita dhidi ya sheria na nguvu. Alisisitiza kwamba urafiki huo wa Kifaransa unapaswa kuendana moja kwa moja na mwenendo wa karne 21, na amependekeza ikiwa atachaguliwa kwa katibu mkuu wa shirika hilo la OEF atafanya mageuzi ya kimundo kwa ajili ya utawala bora zaidi. Kwa upande wake, alipokuwa na wabunge hao ku Canada katika maeneo ya Ottawa, amesema lugha Kifaransa si lugha tu ya ubabe wala si ya kuvunja haki, ni lugha inayopaswa kubaki kwa ajili ya utamaduni na elimu. Kwa maoni yake mwenyewe, Jean Mato Lumumba amesema urafiki wa Kifaransa unakuwa mwanga unaotumikia kwa ajili ya demokrasia na utawala bora. Mbinu yake ilitofautisha moja kwa moja kwa nia ya kuifufua urafiki wa Kifaransa huko mataifa mengine
ikiwa tayari imerumbana moja kwa moja na taifa la Ufaransa. Amesema hiyo sio kipaumbele, huku akimpa hata hivyo akimtaja hasimu wake mgombea kiti hicho ambaye anakwenda kuchukua muhula wake wa 3, Mnyarwanda Louise Mushikiwabo, ambaye ameelezea kamati yake tayari inaelezea kihistoria ya shirika hilo. Mwishowe, Amato Juliano Lumumba alisitiza urafiki wa Kifaransa kama eneo la kutatua migogoro kwa amani. Kwa matayarisho ya soka la ulimwengu nzima wa mwaka wa 2026, juni ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamedhiweka kazini, hasa zaidi ni kwa kujitayarisha kwa kuwasindikiza timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard kama imeitwa. Wafuataji wapenzi, juni ya kwamba yameweza kutayarishwa kabisa na serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yalikuwa pia kwa meza ya mazungumzo kati ya waziri makamu mwenye kuhusika na mambo ya nje pamoja na waziri mwenye kuhusika na football katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Didier Budimbu. Fateni kwa urefu. Kombe la dunia mwaka 2026, Kinshasa ianza maandalizi ya kushindikiza timu ya Leopard nchini Marekani na Canada. Serikali ya DRC imechukua hatua ya kwanza ya kuanzisha mchakato Jumanne hii katika kuandaa ushiriki wa DRC kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Waziri wa michezo Didier Budimbu na naibu waziri wa mambo ya nje Noela Enganagato walipokea wawakilishi wa ubalozi wa Marekani na Canada mjini Kinshasa ili kuratibu safari ya ujumbe rasmi utakaosindikiza timu ya Leopard wakati wa mashindano hayo yanayotarajiwa kuanza Juni tarehe 11 hadi Julai tarehe 19. Miaka 52 baada ya ushiriki wao wa pekee mnamo mwaka 1974, timu ya DRC maarufu Leopard watacheza katika kundi K pamoja na Ureno, Colombia na Uzbekistan. Kando ya mkutano huu, waziri Didier Budimbu alionya raia wa DRC dhidi ya majaribio ya utapeli mtandaoni, akisitiza ya kwamba hakuna mshabiki wote ambaye atachaguliwa kutoa pesa zake za mfuko ili haende safari hii ya mechi ya DRC huku kombe la dunia. Serikali imesema itatoa kila kitu, tiketi, vyeti vya usafiri, kwa mjumla serikali ya DRC itagharimia mahitaji yote. Taarifa za habari zikikomea, wapendelevu wapande, tuchukue ndege la mabawa tukijelekeza katika sehemu la Lualaba, ambapo jeni ya kwamba huko baraza kubwa la mahakama liliweza kuandaliwa. Hata zaidi ilikuwa kabisa baraza kuu la mahakama limezindua ujumbe wa ugaguzi mjini Lualaba ambao yana vile lengo nyingi. Sasa zaidi sana ina lengo inaolenga kuimarisha utawala wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaliongozwa naye Dieudonné Kamuleta, ambapo jeni kwamba hao wajumbe waliweza kupokelewa naye governor wa jimbo la Lualaba Bififi Masuka Saini, ambapo ilikuwa kwa ajili ya kujadili maendeleo na mchangamoto zinazo kabili kabisa mfumo wa mahakama wa kutoa kulingana na maono iliyokuwa yake ya rais ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Jeni kwamba hii inaweka kabisa mkazo hasa zaidi katika kuboresha mazingira ya kazi iliyofanyikwa ya mahakimu na pia kuimarisha maadili na mienendo ya kazi yenye kufanyikwa kabisa na mingi zaidi ya mahakama. Jeni ya kwamba haya kabisa itakuwa kwa kuweza kuboresha namna gani kazi yanaweza yakakuwa yakitumikishwa bila tatizo ama yakitumikwa bila tatizo na mahakama katika sehemu hilo. Tukirudi mjini Kinshasa, jeni ya kwamba operation ya barabara sio soko yameendeleshwa kabisa, ambapo yameweza kuagizwa naye governor wa jimbo la Kinshasa Daniel Bumba ni kubomolewa kabisa kwa duka pia soko ndogodongo zilizopatikana kando ya soko kubwa ambayo karibuni kabisa milango zitafunguliwa ama zando. Haya ni kufuatana na gisi inaweza kabisa kubomolewa hizo duka zilizo kando kwa namna ya kuweza kuboresha matembezi, pia kuepuka mgogoro na fujo kando ya hiyo soko. Pia vile itakuwa kwa kuweza kukaza usafi katika mji mkuu wa Kinshasa. Fateni kwa urefu.
Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba ametangaza kuanza kwa operation za kubomoa nyumba dogodogo na biashara visiyoruhusiwa kando ya barabara kuanzia jana jioni baada ya kumaliza muda wa uhamasishaji. Maeneo yanahusika ni pamoja na barabara za Kasavubu, Rwakadingi, Bukasa, Dima, Plateau na Wangata pamoja na njia kadhaa muhimu za kuingia katikati ya jiji hasa karibu na soko kuu la Zando. Operation hii inatekelezwa chini ya kampeni ya Balabala Ezaliwe Nzete, barabara si soko. Inalenga kupunguza misongamano njiani na viongozi wanahonya kuwa yeyote atakayekiuka maagizo haya atakabiliwa na hatua kali, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa bidhaa au biashara yake na kuwekwa kizuizini. Hatua hii ni sehemu ya sera ya kisasa ya mji mkuu iliyoshinikizwa na Rais Tshisekedi. Katika jimbo la Ituri huko limepokea ni waziri mwenye kuhusika na madini joni ya kwamba huko yupo katika ziara ya kazi kwa muda wa siku mchache. Louis Watumo Kabamba ambapo amejielekeza huko ni kwa shabaha katika mji wa Bunia huko iliyokuwa kabisa mji mkuu wa jimbo la Ituri. Amefatikana huko ni kwa shabaha kwa kufatana na mwenendo wa ya hatari ya uchimba madini katika sehemu hilo na pia vile vile na viwanda katika jimbo la Ituri ama machimba madini katika sehemu hilo. Atagusilia mingi na kupokelewa katika jimbo la Bauele, Ituri pia Maniema joni ya kwamba damira hii ni vile vile kufatana na kukatili ama kimkakati yataenda ya vile vile kufuatilia namna gani ya kuweza kutoa makingo na kuweka mabadilisho kuhusu wachimba madini katika sehemu hilo. Haya yote ni kufatana na gisi itabidi haya sekta kabisa isiyokuwa rasmi ziweze zikafungwa ama sekta ambazo zisizokuwa rasmi kwa namna ya kuweza kuchimba madini katika jimbo hizo ziweze zikafungwa. Na shabaha ya hiyo ziara ya kazi iliyoandaliwa na waziri mwenye kuhusika na madini ni kufatana kabisa na kuomba hizi madini katika jimbo hizo ziweze zikafaidisha maendeleo na uzuri wa raia wa hizo jimbo. Joni kwamba ni kwa njia tarehe 19 ndipo waziri mwenye kuhusika na madini yupo katika sehemu hilo ambapo itanjua ni kwa njia 19 mpaka tarehe 23 ya huyo mwezi tunao. Joni kwamba vile vile ataendelesha hiyo ziara yake ya kazi kwa namna ya kuweza kuboresha sekta la uchimba madini katika mashariki la Kongo, hasa zaidi katika sehemu hilo la Ituri, Bauele pia katika eneo la Maniema. Tuliwapasha kwa ufupi wa habari ya kama milango zimefungwa kwenye FECOFA kama imeitwa kwa kifupi, kwa namna ya kuweza kupokea makandidati ambayo kabla wataweza kuchaguliwa kama mapresidenti. Joni ya kwamba ambao ni 9 ambao wamepokelewa kabisa katika kwenye ofisi la FECOFA, aliyokuepo Aziz Makukula, Shabani Nonda, Claude Makelele, Jean-Max Mayaka, Kevin Issa, Bosco Mwehu, pia Vero Mosengo, pia vile vile Patu Mangenda na Jean Didier Masama, waliokuwa wapendelevu ama waliopendelea vizuri sana kabisa kandanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashabiki wote wa soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametayaria kabisa ya kama mabadiliko yataweza kuonekana akipita ama baada ya uchaguzi huo, kwani yameonekana kabisa mwenendo ama federation nyingi za Kongo zenye kusika na kandanda zimekuwa na mshimamo, hakuna maendeleo. Kabla wameweza kutoa mwito wao ni huyo kandidati ambaye atapita kuwa presidenti wa hiyo FECOFA kabla aweke mabadiliko na matunda yawe kabisa mazuri. Kwa hiyo wengi kabisa wameweza kujitahidi na kugonjelea kwa hao 9 atakayekuwa mshindi atapokelewa vizuri nchini kwetu na wapendelevu ama mashabiki wote wa soka. Taarifa za habari tumalizie hapo. Mlikuwa kutufuata kabla tumerudi na tutabaki nyinyi kutukiwa peperusha taarifa za habari katika idara ya Kiswahili. Endelea mkifuata SVTV katika mtandao wa internet na tumepatikana kwenye TNT. Karibuni na Mungu abariki nyumbani kwenu, mbaki vizuri. Alamsiki.